Naam, karibu sana mwanamichezo, tuweze kuzungumza mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani. Na ripoti kutokea hapa katika mitaa ya stesheni Kaburi Moja jijini Dar es Salaam. Nimekuja kuzungumza na wadau mbalimbali, mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Mbele yangu ni naye Chief Captain Kizinga. Tunakwenda kuyaangazia yale yanayojiri haswa ya kimichezo na burudani. Ndugu yangu uko poa? Niko poa. Heri lakini Lila ni kurekebishe. Captain uko zake makumbusho huko. Chief Kizinga. Wala si Kizinga. Umeona ile jina? Kizinga. Hapo ndio tofautisha. Chief Kizinga. Shwari inakuaje mzee wangu? Kama kawaida. Fresh kabisa. Bwana ndugu yangu, tuanzie hapa. Jana bwana ramsha zilianzia hapa. Chief Kizinga, uliiona taarifa kwa umma? Bwana, taarifa kwa umma nimeiona, nimeisoma kwa umakini mkubwa sana. Nimerudia takribani mara 10 ili nipate kuelewa vizuri mfumo imekuwaje mpaka tumekuja kuelekezwa pale. By the way, baada ya hapo kwa sisi wengine ni viongozi wa matawi, kuna namna tumeweza kuelekezwa na tumeelewa viongozi wetu nini ambacho wamekimaanisha. Kwa hiyo kwa sasa mimi naunga mkono maamuzi ya uongozi uliofanya Expo jana uliofanya ile kikao. Naunga mkono maamuzi yao walioyatoa, yana mantiki kubwa sana kwa ajili ya maendeleo ya klabu yetu. Kikubwa kilichokuwepo ni washukuru sana viongozi pia kwa kumuongezea yule mwalimu, tuje kuanza kuona soka la mfumo wetu kama jinsi tunavyoandikia pale. Maana tunawaambia ni kwamba kocha yetu kidogo anakwenda nje na mfumo wa wachezaji ambao waliokuta nao. Kwa hiyo nina imani kabisa kupitia huyu kocha msaidizi ambaye anayekuja, tumeshakaa naye sana, ubingwa wa msimu uliopita alikuwepo. Kwa hiyo falsafa ya Yanga anaifahamu vizuri sana. Kikubwa all in all tunaungana na viongozi na nawapongeza, tunaunga mkono hoja. Kabla sijaelekea huko ndugu yangu, tuitathmini hii. Walikaa chini na kuitathmini klabu ya soka ya Young Africans katika hatua ya mzunguko wa raundi ya kwanza. Hapa nyinyi mashabiki mnaitathmini na kuiona timu yenu katika raundi ya kwanza ya duru ya NBC Premier League ni timu ya namna gani? Kisha nitakuja kwenye swali langu. Kwa sasa kia ukiangalia, manake siku zote duniani mpira cha kwanza watu wanaangalia takwimu. Ukiangalia mpaka sasa hivi katika mechi hizo 16, sisi ndio timu pekee tulioshinda magoli mengi, ndio timu pekee tuliofungwa magoli machache mpaka dakika hii. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mimi najipa imani 100% sisi bado timu bingwa na hakuna mtu yote ambaye anaweza kushindana na sisi. Na ndio maana tunapata jeuri ya kusema kwamba tuna uwezo wa kuchukua ile kombe tena kwa mara ya 5 kwa sababu ya takwimu iliyokuwepo hapo. Hao wanaojinasibu wana uwezo wa kuchukua ile kombe. Mpaka sasa hivi tumecheza hatua hii ya 16, tumekutana nao, hawajaweza kupata matokeo ya aina yoyote kupitia zidi yetu. Zidi haisumbui, ni kufanya mpango wao kutuwekea mafumbo tu, mara hili mara lile. Huyo mara mwingine anatoka huko anachukua mzaji wao anaenda anajichola mnyama mgongoni. Yaani ni vitu ambavyo kwetu havina mantiki yoyote. Kwa hiyo mpaka dakika hii timu yangu naiona ina uwezo mkubwa sana. Salamu ziwafikie. Hii FIFA break ya international tunakwenda kuweza kuweka mipango yetu sawa. Tukirudi sasa hivi tutaanza kutafutana one by one. Kila atakayekutana na Yanga safari hii ajiandae kisaikolojia. Tumejipanga kisawa sawa. Kila atakayekutana na Yanga msimu awamu inayofuata sasa hivi duru la pili ajiandae kisaikolojia. Sasa hivi hatucheki na kima wala hatucheki na mtu anaitwa paka, hatucheki na mtu anaitwa simba wala wale walamba ice cream wa kule mbanda wanaokaa vijijini. Mnasema maneno mengi ila tuwaambie tu ukweli ni kwamba safari hii ile Yanga mloipata katika mzunguko wa kwanza ambayo ilikuwa imepita kwenye misukosuko ambayo inashindwa kuelezeka. Kwa sasa hivi tumekuwa kitu hiki kimoja. Yanga siku zote kinachotufanya mpaka tunakuwa tunachukua makombe back to back ni umoja wa mashabiki pamoja na viongozi. Kwa hiyo sisi tunaungana na viongozi wetu, tutapambania timu yetu mwanzo mwisho. Kitendo cha urejeo wa kocha Molin, mnaona kuna haja na tsida yoyote inaweza ikaongezeka kwa upande wa benchi la ufundi pamoja na motisha kwa upande wa wachezaji? Pale shida yoyote naweza nikasema hakuna, kwa sababu 85% ya wachezaji waliokuwa Yanga wengi wameshafanya naye kazi. Wanamfahamu, wanawafahamu. Maybe labda kina Okelo, labda huyu Buba, plus labda maybe mwingine nani Depu. Nani ni wachezaji wasiozidi wa 8 mpaka 7 ambao hawajawahi kufanya kazi na mwalimu. Lakini waliobakia wote
washafanya naye kazi, wanafahamu falsafa zake, wanajua motisha aliyokuwa nayo, na imani anakwenda kuongeza kitu kubwa sana katika benchi la ufundi. Kwa hiyo Mwalimu, tunakukaribisha Jangwani kwa mara nyingine tena, tunakuamini, tunakuomba sana kapambane kutuweka katika mfumo mzuri. Wanayanga tunahitaji furaha pekee. Maumivu hakuna mtu yote ambaye anaweza kuwafurahia. Timu yoyote duniani hata ichukue ubingwa mara 800, anaopata maumivu ya kupoteza pointi au kupoteza ile hali ya ubingwa wenyewe, kuna vitu ambavyo vinapitia katika mwili ambavyo haviko sawa sawa. Ila Mwalimu, mimi binafsi na imani tokea alivyokuwa anafanya kazi Yanga hajawahi kuwa na shida yoyote, na hata sasa wamemjoin tena, na imani kabisa anakwenda kuunganisha umoja ambao uliopotea. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, inshallah tunawatakia kila laheri, mambo yataenda kuwa mazuri zaidi. Wengi walisimama na kuzungumza juu ya kocha Pedro na kusema ya kwamba huenda timu inaonekana kama imeanza kumpalia hivi, lakini Young Africans wamekuwa na imani naye na wamemuongezea nguvu. Mlitamani hili ama mlikuwa mnatamani aje kocha mwingine mwenye mbinu nyingine na falsafa zingine juu ya utengenezaji wa timu ya klabu ya soka ya Young Africans na kutoa ubingwa msimu huu? Huyu tukiangalia kwa haraka kwa msimu kadhaa, huyu ni kama kocha wa 5 hivi kwa upande wa Young Africans. Pedro, cha kwanza kabisa kinachofanyika mpaka dakika hii, Pedro mpaka leo namuona anabakia, kuna kazi yake moja hajaimaliza. Kila kocha anayekuja Dar es Salaam Young Africans hawezi kuondoka bila kumfunga mnyama. Kwa hiyo yeye jukumu la kumfunga mnyama hajalitimiza. Angekuwa kamnyuka mnyama pale Zanzibar tungesema sawa, lakini tumembakisha mpaka jukumu hili alimalize. Kwa hiyo wana Simba popote mlipo, muelewe kitu kimoja. Mlitamani na nyinyi ndio mmefanya, mnatoa washauri sana kuhusu mambo yetu ya kwenu, nyinyi mmebaki nayo, mmeendelea kuteketea kimya kimya. Kwa hiyo binafsi mimi naweza nikasema madam Pedro ameamua kumbakisha, mimi uwezo wangu naweza nikasema naungana naye tena, kwa sababu kocha ili umtimue, cha kwanza kabisa watakuwa ufuatilie takwimu zake. Mpaka sasa hivi Yanga hajapoteza mchezo hata huu mmoja. Haizidi ipungui. Tumepata sare takriban 3 za mfululizo. Kibinadamu mpira una hisia, emotion ya mashabiki. Hakuna shabiki anayependa kuona timu yake inateketea. Kwa hiyo mihemko ilikuwa mingi, kila mtu aliongea mambo mengi, lakini uongozi wetu sisi ni wasikivu. Ni watu ambao wenye uweledi mkubwa sana kupitia rais wetu Engineer Hersi. Kwa hiyo kama kuna mwana Yanga ambaye anatumika huko nje na watu wengine ambao walikuwa upande wa pili, ama kuna mwana Yanga ambaye alikuwa anatumika kwenye mambo ya hapa na pale kwa ajili ya kuizofisha timu yetu, tunaomba sana sasa hivi zile nguvu zetu zote tuzikusanye, tuhakikishe tunapambania hii klabu, maana makombe yetu yote yalobakia sasa hivi CRDB pamoja na ili kombe la ligi, tuhakikishe kwa nguvu zetu zote yanabakia Jangwani kwa mara nyingine tena. Kwa hiyo Pedro, kwa mara nyingine tena tulikuwa na emotion na hisia nyingi sana juu yake. Kwa sasa hivi tumeamua kuungana naye pamoja, tuko pamoja na kocha wetu na tutakuwa naye mpaka pale tutapohakikisha tumechukua ubingwa na kumfunga Simba Sports Club. Bwana, umemuona kijana mwenye vinasaba na klabu yake, aliwahi kuhudumia ndani ya klabu ya soka ya Young Africans, wakasema kiwango kimeshuka, akaondoka kwenda Singida Black Stars, wakamletea gudhubu za hapa na pale, lakini vijana akasema hapana, ninahitaji kwenda Unyamani nikafanya ubaya ubwera. Ndugu yangu amefika, anaumwaga vibaya mno. Kama ni cross basi huenda anazimwaga kweli kweli, kama ni kufight basi anaipambania klabu ya roho yake, lakini akaenda mbali zaidi na kuichora rogo ya Simba Sports Club kwenye mwili wake. Mmemuona mwenye vinasaba na timu yake? Nixon Kibabage, awali ya yote kwanza ndio nasema wewe moja kwa moja, hii inajulikana, haina maana ya kwanza kuficha. Nixon Kibabage, awali ya kwanza kabisa, mimi yule ni mshikaji wangu, ni blaza ambaye namsapoti kwa namna yoyote. Siku zote katika maisha unaweza labda leo riziki yako ila labda iko Zanzibar, mwisho wa picha umeona Zanzibar kule umepambana kwenye kutafuta maisha, mwisho wa picha mambo yako yamekuwa hayaendi sawa, unatoka unarudi zako Tanzania bara huku unashangaa tu mambo yako mengi yanakuwa yanakwenda. Kibabage anatoa somo kwa vijana katika maisha ya mpira au maisha hata ya kawaida. Unapoona unapitia changamoto yako hayaendi, usikate tamaa. Mwenyezi Mungu ana nuru yake, ana matakwa, ana matarajio ya kila binadamu.
na hakuna asiyefaa katika hii dunia. Kwa hiyo mimi nimpongeze Kibabage, ametoa somo kubwa na kweli kule Simba Sports naona anafanya kazi nzuri. Mimi nimtakie kila laheri katika mapambano yake ya kuipambania klabu yake, na vile vile mimi binafsi naweza nikasema tena yule ni mchezaji ambaye anayewakilisha Tanzania na yuko national team. Kwa hiyo mimi binafsi namwombea kila laheri, na kiwango hiki ambacho alichokuwa nacho namwomba sana kwa Mwenyezi Mungu, dua langu kwake limfikie, asipate majeraha, aipambanie klabu yake ambayo inampa ugali. Yule bwana pale yupo kazini, mwacheni afanye kazi. Muda wa kumwataki sio kumwambia sio ajui mpira, sijui nini. Mimi naonaga huo ni ushamba tu. Mtu wa Yanga. Wao mashabiki wa Yanga ambao mpaka post tunaziona, mtu unamposti mtu sio ajui mpira, sio nini. Wewe unataka mabifu ya mitandaoni. Anakusaidia nini? Haya, huyo unemsema leo vibaya, kesho na kesho kutwa unakutana naye Arusha, umepata matatizo. Labda yeye ndo wa kwanza kukusaidia. Akiangalia feedback yako, ushamuongelea vibaya kwenye maisha. Hiki kitu ambacho hakiwezekani. Katika hii dunia tunawaambia kitu kimoja. Maisha ya kuwekeana chuki popote pale hayana mpango. Alafu kwenye mpira siku hizi uadui tushauaga. Simba na Yanga sasa hivi tushakuwa marafiki. Mara ngapi hapa kuna kijana mmoja anaitwa Sam Simba alipata ajali Mwanza huko. Tuna magrupu yetu sisi ya utani wa jadi. Tunachanga pesa kwa pamoja kwa ajili ya mwenzetu. Kwa hiyo hata wachezaji vile vile tunapowekea chuki eti kisa katoka kwako kaenda kwingine ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo ni sawa sawa kama vile ulioa mwanamke ukamuona afai, ameenda kwa mwingine, ameweza kuzaa na watoto wanaendelea. Wewe kwako kila ukiweka mazingira hayaendi, mimba haijai. Kwa hiyo mfano wake ni kwamba ni hivi, Kibabage zile alipokuwa Yanga kapitia nyakati ngumu na mifumo ya hapa kwake ilikuwa haipo katika mfumo mzuri. Hatimaye amekwenda Simba Sports Club, ameingia kwenye mfumo mzuri na mpaka dakika hii wana Simba wote wamepata binadamu wa maana kabisa. Kwa hiyo Kibabage, usikate tamaa brother, endelea kupambana na pambania ugali wako na usijali maneno ya mtu wowote. Mimi binafsi ni shabiki wa Yanga na Chief Kizenga ni shabiki wako kabisa. Mimi nakusupport kwa kila hatua. Shukrani sana ndugu. Asante sana.